Karibu tena katika chaneli yangu Vini Pro Media. Katika video hii nitakuonyesha namna ya kuweza kudesign car branding poster ya kuweza kupost katika mitandao ya kijamii pindi unapokuwa unatangaza biashara yako ya magari au una design poster ya mtu ambaye anafanya biashara za magari. Kwa kiukawaida posters tunavyotengeneza tunatengeneza katika mfumo wa mraba au square, yani kwamba pande zote zinakuwa zinalingana, urefu na upana vinalingana. Kwa hiyo hapa mimi nitatumia custom size ya width 4 na height 4, lakini pia resolution itakuwa ni 300 kama ilivyo hivi. Then nitasema create hapa. Ikisha create itafunga kitu kama hiki. Kwa hatua ya kwanza ambayo utaifanya hapa ni kuweza kuanza kuandaa background. Background nitaiandaa kwa mfumo gani? Kama hivi nitachukua shape hapa. Nitachora labda hivi. Kama hivi hapo. Lakini hii layer niliyoweka hapa juu nitahitaji nibadilishe, niweke rangi labda kama hii. Kisha baada ya hapo tena nitachora layer nyingine hapa chini kama hivi. Yenyewe itakuwa nyeupe kama hivyo. Lakini nitaipendisha kidogo. Utakuja hapa kwenye curvature pen tool. Nitaipendisha kama hivi. Labda hapo inatosha, nitasema yes. Kwa itakuwa kama hivi. Kwa hii ni background yangu ambayo nimeweza kuiandaa. Kinachofuata hapa ni kuweza kuimport picha nyingine hapa juu. Nitakuja file, nitasema open. Then nitakuja nitafute picha ambayo nataka niweke hapo, labda picha kama hii. Then nitaidrag hapa. Nitaiscale kidogo iwe kubwa kama hivi. Kama hivi. Lakini hii layer nitabidi nishushe hapa iwe ndani ya hii layer nyeupe kama hivi. Kisha nikiwa hapo kwenye layer nitakuja hapa lipoandikwa normal. Then nitakuja kuweka rangi fulani hivi. Nitaangalia hapa labda hii overlay hapa itanitosha kama hivi. Naona mimi kwangu hapo inatosha. Unaweza pia ukapunguza opacity kama ukiona ni imekaza sana. Labda niwe kama hivyo. Kwangu hapo inatosha. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza kuweza kuandaa background. Labda niongezee na vitu vingine hapa, labda nichore hivi shape fulani hapa. Lakini shape nitaipatia rangi hii. Kwa sababu pia tunapofanya blending tunajitahidi sana kuweza kutumia rangi za aina moja ambazo zinafanana. Usitumie rangi nyingi sana ikawa inaboa. Kwa hiyo nitazalisha tena copy ya pili, nita control alt kwenye keyboard, nitashusha hii chini. Hii nitaipatia rangi nyeupe kama hivi. Kwa hiyo unaweza kuona hapa nimeshaweza kuandaa background yangu kama inaweza kuonekana hapa. Kwa kinachofuata hapo nitakuja kuimport picha ya gari langu hapa. Nitasema file, nitasema place linked. Nitakuja kuchukua picha yangu hapa. Labda hii. Kama hivi. Then unaweza kuiscale kidogo ikawa kubwa. Kama hivi unaweza kuona. Hivi unavidownload, vinapatikana online. So unaweza kuvidownload kuweza kufanya majaribio ili tuweze kwenda sawa. Then baada ya hapo nitakuja hapa kwenye hii brush hapa. Eraser tool. Kama hivi nitajaribu kusogeza kama hivi. Hapo inatosha. Kisha nitakuja kuingiza tena logo hapa. Nitasema tena place linked. Labda niseme logo yangu kama hii. Nitaiscale hivi iwe ndogo kabisa. Kisha nitasema okay hapo. Utaisogeza hii logo yako hapo katikati.
unaweza ukazoom kusogeza kama hapa, kisha haionekani, kwa uta control hiyo kwenye keyboard kuibadilishia rangi. Kwa utapeleka mbele kama hivi, hapa itakuwa hivi, inaweza kuonekana hapo. Baada ya hapo ni kwanza kuandika sasa maneno. Kwa mfano labda niseme hapo, labda niandike hapo LG automobile, ni mfano kama hivi, LG automobile. Then nitaliskeli kidogo ili neno langu chini hapo itaonekana kama hivi, kama hivyo. Then nita control alt tena, nitashusha hapa chini, nitaandika labda neno Global Limited kama hivi, kama hivyo. Taliweka hapo kwa chini yake kama hivyo. Kisha hapa tena nitaandika neno jingine, labda hapa need a car, labda hivi, kama hivi. Taweka hapa katikati kidogo. Kwa hiyo unaweza kuanza kuona kwamba tumeanza kupata realistic ya poster yetu kama hivi inaweza kuonekana hapo. Baada ya hapo nitacopy maneno hapa chini. Labda nitaandika aina za magari, Jeep, Sport, sedan, labda hivyo. Taweka hapo. Kwa kama inaweza kuonekana hapo. Kisha baada ya hapo nitakuja tena hapa, nitaongeza kitu kingine hapa. Nitazoom kidogo, nitabadilisha rangi hapa, niweke hii. Alafu hivi nitavivuta viwe hivi, kama unaweza kuona hapo. Then nita control alt kuduplicate, nitaweka hapo chini, lakini hii nitaifanya iwe hivi kidogo, kama hivi. Then hapo nitakuja kuandika maneno, labda ni copy hapa, tusema kinya, itabidi apande hapa juu kidogo. Hapa nitaandika no computer limit. Ni mfano, unaweza kuandika maneno yako unayoyaona yanafaa. Na kuelekeza namna ya kuweza kutengeneza poster simple kama hivi. Kisha hapa tena nitacopy, nitaweka hapa, labda tena, labda hapa nitaandika road side, labda assistance, kama hivyo. Kwa sababu unafanya branding lazima utumie maneno ya kuweza kuitangaza biashara yako vyema. Utaskeli kama hivyo. Kwa unaweza kuona kwamba imeonekana kama hivi, lakini hapa kinachopelea hapa labda ni kuweka namba za simu kwa ajili ya mawasiliano kama hivi, lakini haya yatakuwa ni rangi nyeusi kama hivi. Kwa hapa nitaandika contact us, labda hivyo. Then utakopi hapa chini, labda niandike hivyo. Hiyo namba ya simu hapo.
unaweza ukaviarrange vizuri kama hivi hapo kwa katikati hivi. Kwa unaweza kuona kwamba hii ni simple poster ya kuweza kufanya car branding kama inavyoweza kuonekana hapo. Na huu ndio mwisho wa tutorial hii. Basi kama imekusaidia usahau kusubscribe ili kusudi kuweza kuwa ni mtu wa kwanza kupata taarifa au notification pindi ninapo upload video zangu mpya katika channel yangu, lakini pia usahau kulike na comment.